huyo mwingine kusikia neno la Mungu. Bwana asifiwe. Umsaidie asilale. Ingia nami katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 6. Wafalme wa Pili mlango wake ni wa 6. Na kichwa cha ujumbe wangu siku ya leo ni ya kwamba yafungue macho yako ili uone ukuu wa Bwana. Bwana asifiwe. Fungua macho yako ya kiroho na uone yale Mungu ameweka. Bwana asifiwe. Ukifunguliwa kiroho utaweza kwenda mbali. Ukifunguliwa kiroho hautakuwa mtu wa kushindwa, lakini Bwana atadhihirika maishani mwako. Bwana asifiwe. Eheria omuntu muturire wako, na hakika Bwana utamuona akitenda mambo makuu. Katika Wafalme wa Pili mlango wake ni wa 6 mstari kuanzia wa 8. Neno la Bwana linasema hivi: basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Namba 9. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanako shukia Washami. Bwana asifiwe. Verse 10. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuhadharishwa akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukafadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Verse 12. Mmoja wapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme. Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni wakati mfalme wa Shamu alikuwa anapanga vita ili ateremke akapigane na mfalme wa Israeli. Ninafurahishwa na Bwana ni kwa sababu wakati ambapo alipopanga mahali pale Israeli, kulikuwa na mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa ni Elisha. Bwana asifiwe. Na hakuna kitu kizuri kama kuwa na government iko na nabii. Bwana asifiwe. Moyo wa mfalme wa Israeli ulikuwa tayari kupokea sauti ya Mungu kutoka kwa nabii ambaye alikuwa wakati huo Elisha. Na neno la Bwana linasema mfalme wa Shamu angepanga makabiliano, lakini mule kwa wana wa Israeli habari ilikuwa inamfikia yule mfalme. Bwana asifiwe. Na ikafika mahali neno la Bwana limesema ya kwamba akaghadhabika moyo wake, akashindwa, ni nani kati yetu ambayo tunapanga mahali hapa, lakini inafika tukipanga kwenda vita, mfalme wa Israeli ashajua. Kuna kitu moja inanifurahisha ya Bwana, ya kwamba hata kama mfalme wa Shamu alikuwa na majeshi yake, kati ya wale majeshi kuna mtu alijua siri moja, ya kwamba Israeli kuna nabii. Bwana asifiwe. Alijua wale sio watu wa kwenda vita tu. Kuna sauti ya kiungu huwa inawajulisha, huwa inawanenea. Na yule mtu akamwambia mfalme wa Shamu ya kwamba, hapana hasha, si mmoja wetu anafikisha habari, bali ndani ya wana wa Israeli kuna nabii mmoja huwa anajua mambo uliyoyanena ukiwa katika kichumba chako cha ndani.
Bwana asifiwe. Mungu ambaye tunayefuata hatuwezi kumlinganisha na kitu chochote. Maana neno la Bwana linasema macho ya Bwana ni makali mno na yanatembea kila mahali, hata yaliyo sirini, hata yaliyopangiwa na ikanyamaziwa ndani, bingu inakuanga ikifichua. Kwa hivyo mfalme kama hangepata mtu wa kumjulisha ni nini kinaendelea, labda ageua wanajeshi. Haleluya. Na ni vizuri kuwa na macho ya ndani, ni vizuri kuwa na habari ya roho wa Bwana. Maana ukiwa na roho wa Bwana hautatembea kama walimwengu. Neno la Bwana linatuambiaje? Badilisheni mawazo yenu yasiwe kama ya watu wa kawaida, ili mfanye mambo ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Lazima ukubali msaada wa roho wa Bwana. Lazima ukubali kujulishwa yaliyo sirini. Haleluya. Todogaiwi todetuaga nogwa rakuona. Unaona kauli ya Mungu haikataji vile anakuona. Bwana asifiwe. Anachunguza moyo. Maana moyo wa mwanadamu inakuwaga iko na mambo fiche. Lakini ikiwa na mambo fiche, watu waliokuwa na utakatifu Jehova awanajulisha. Maana neno la Bwana linasema, ni nani awezaye kuchunguza moyo wa mwanadamu? Hakuna mtu isipokuwa Jehova. Huyu mtu akasema ya kwamba Israeli wako na mtu. Je, wakati ambapo waadui zako watakupangia jama na waone kana kwamba haijafika, kumekuja kitu, kama walipanga vita hakuna, kama walingoja mjibiane na wao hakuna, watashindwa. Huyu mtu kwani ni mjinga? Hawakujua wakiwa kwenye mipango ya kichumba chao cha ndani, Jehova alikupeleka. Bwana asifiwe. Sisi si wa kupigana na mwili na nyama. Kwa hivyo huyu mtu mmoja alitaka kumwambia mfalme wa Shamu, wale hawapiganaji vita tu. Kwa hivyo kama ulipanga, Mungu anafanya nini? Na huyo mfalme akaghadhabika. Neno la Mungu linasemaje? Kuna kitu moja nataka uelewe. Ukikubali kutembea na roho wa Bwana, maadui wako hawatakuelewa. Bwana asifiwe. Watapanga kukumaliza, lakini watapata haujaisha. Watakaa kwenye mikutano, lakini haitakulia. Maana umefanya urafiki na mmoja aonaye ndani hadi mafichoni. Bwana asifiwe. Yesu akawaambia mitume, sitawaacha kama mitume, kama mayatima, maana nyinyi ni marafiki wangu. Na wacha nikuambie, kuna gharama na there is a beneficiary kuwa rafiki wa Mungu. Ukiwa rafiki wa Mungu hatakufichia mambo. Bwana asifiwe. Hata watu hawatakufichia. Maana wakikupangia anakufungua masikio. Wakiongea anakufungua masikio. Na kuna kitu moja nafurahishwa na Bwana. Mungu huwa anasema, siwafungui masikio muwe na vita, siwajulishi yaliyo sirini muwe na vita, bali nataka muwe watu wa amani. Ndiyo shetani ajue hata kama atapanga kukumaliza hautaisha. Haleluya. Huyu mfalme wa Shamu, yeye alikuwa anaona ako na vita nyingi, yaani ako na wanajeshi wakubwa. Kwa hivyo aliamini wanajeshi. Haleluya. Lakini Israel, mfalme wa Israel, masikio yake aliyashikanisha na nabii. Ili uweze kushinda, lazima masikio yako uyashikanishe na ule nabii umepatiwa. Lazima unyenyekee kwa nabii wa Mungu, na unyenyekee kwa lile neno ambalo Bwana analiachilia mikononi mwako ama kwenye anga yako, ili ibadilishe anga. Haleluya. Maana mfalme wa Israeli angeambiwa wamekupangia, na aseme kwani unaonyeshwa aje? Maana neno la Bwana linasema haikuwa mara moja ama pili. Kwa hivyo ni kusema ilikuwa ni mara kadhaa. Jeshi la Washami lilikuwa linapangia wana wa Israeli. Ni mara ngapi ambao umepangiwa kwenye ndoto Bwana akakujulisha? Haleluya. Maana Mungu anaongea kwa njia ambazo ni njia tofauti.
inastahili Bwana anapokunaonezea na njia tofauti, wewe tii yale maono Bwana anakuonyesha. Wewe tii ile sauti ambayo Bwana anakunenea. Lakini wengine huwa tunasema nataka ionekane. Deda diga ni dona na mai. Nataka nione hii nyoka, nataka kuiona mondo homundu. Ninapokuwa kwa heshima kunayo nataka kuiona. Bwana asifiwe. Lakini kwa mfalme wa Israeli hakukuwa hivyo. Kwa nini mahali kwingi roho wa Mungu hafanyi kazi? Kwa nini kwa watu wengi roho wa Mungu hajihidhirishi? Maana akijihidhirisha kwa maisha yako mara ya kwanza, unamuona muongo. Akikunenea mara ya pili, unamuona muongo, anakugoja tu. Anakunenea mara ya tatu, bado unasema ni muongo. Bado anajihidhirisha kwako mara ya nne. Unajua inafanyikanga nini? Si unataka kujiongoza, jiongoze mwenyewe. Bwana asifiwe. Wengi wakati waliokoka wakiwa wachanga wa kiroho, walikuwa watu watiifu sana. Walikuwa watu walikuwa wanasikiza sauti. Na mtu anasema nimesikia Mungu akininenea. Kwani ilifika wapi watu wakakosa kusikia sauti ya Mungu, kusikia sauti ya Roho wa Bwana? Ni kuzoea. Maana hautafanya kwenye maisha vile unavyotaka. Hata mfalme wa Israeli angemwambia Elisha, hautashinda ukinionea. Haleluya. Wananienda gai yanyo akiata adekiro na gai atiwe gai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka kukuambiaje, jifunze kushikamana na neno ambalo Bwana ameachilia ili ufunguke macho ya ndani. Maana utakapofunguka macho ya ndani utaona mbali. Haleluya. Henya mwili aitagwo nderi. Ritho ria nderi rionaga ki kunene, rionaga kuraihu. No ya kanyoni kaja konaga haria kararia Mose. Yes. No ya nderi iheto uwezo wa ritho ria weraikia ko ikagarara, no ikorwo haha iguru, no ndirona kona macho yake. Bwana asifiwe. Macho ya Roho wa Mungu inaenanga mbali unapokuwa na ushirika na Roho wa Bwana. Kwa hivyo mfalme wa Shamu akasema kuna mmoja wapo wa nabii ndiye ananena yaliyo sirini. Kwa nini ukae kama mtu hana macho ya kiroho? Nikige gutuma maundu magakumirira o rimwe. Na tuhetoro Roho Mutheru atuike muteithia. Kuna usaidizi tumepewa. Kwa nini tukae maisha ya wanadamu wa kawaida? Na neno la Bwana linasema tubadilishe mawazo yetu, yabadilishwe, kuona kwetu kubadilike. Huyu alikuwa mwanajeshi karibu na mfalme wa Shamu, lakini alijua Israeli kuna nabii wa Mungu. Je, kwani inajulikana kama kuna nabii? Ama mnajulikanaje? Haleluya. Bwana asifiwe. Hiyo ni yako, jihidhirisha. Watu jibu. Watu wanakujua kama nani? Verse 13. Neno la Bwana linasema hivi, akasema enendeni mkamwangalia aliko. Hata huyu mfalme ameshindwa. Ni nani huyu anaweza kuwa mkubwa kuniliko? Dikanelona dumedhiba kanagai. Wakati aliyakuwa hivyo alisema endeni muangalie kwenye yako. Nataka kumuona huyu anajifanya kwa juu sana. Nataka kumuona huyu ninapanga mambo anafichua. Neno la Bwana linasemaje? Ya kwamba endeni mkamwangalia aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba tazama yuko Dodani. Wenye kufikisha story hawakuwa wamekosa. Hakuna nyoka inakuumanga ikiwa bali. Nyoka ambayo inakuuma uko nayo hapo. Halo. Waliokuwa wanafichua siri za nabii Elisha hawakuwa na huko. Walikuwa karibu na nani? Na mfalme. Walikuwa karibu na mfalme. Kwa hivyo hakuna kitu hawakujua. Wakati waliambiwa nataka mwende muniletee, walisema ako Dothan, nataka tumwende. Najua paka mahali anakuanga. Tunajua kale kanyumba huwa anajificha. Na wacha nikuulize swali moja. Kama Mungu anafichua mambo yaliyo sirini,
ambayo mfalme anafanya akiwa chumba chake cha ndani. Unataka kuniambia wakati ambapo mfalme wa Shamu alipanga kutumania huyu mtu wa Mungu, Mungu alimficha? Unataka kuniambia hakuwa anajua? Kama anafichua ya nchi ya kwake ingemshinda. Haleluya. Lakini alikaa tu. Alijua wamepanga, lakini akafanya nini? Akakaa. Alikaenu nete ile bara. Unajua wakati utajua wamepanga, hautakimbia vita. Ni kujitayarisha vizuri na kukaa ukiwa na imani ya Bwana na ukiwa mwenye kuomba zaidi. Kupanga watapanga, kuongea wataongea, lakini haitakufanya ubadilishe mwito wako. Hebu niambie Elisha kama angekimbia. Maana najua Elisha Mungu alimnenea na akanyamaza. Mwenye walikuwa naye Gehazi hakumuelezea. Haleluya. Maana alijua moyo wa Gehazi. Angeambiwa mfalme wa Shamu ako kwa njia akikuja, labda angemwambia nikionoko kwa mjigwe ngatia. Wewe hivyo unaamini, weka hata hapo na hiyo ujinga ya wokovu. Lakini hono atekigwe yake ilo kile nyine ngeke. Kimwale wa mugaga. Bwana asifiwe. Todogo niwe mweko wa uga. Elisha akajua moyo wa Gehazi. Nikimwelezea ile jeshi inakuja, wacha ninyamaze. Unajua kuna vitu huwa tunaonyeshwa kwa ubali, but you keep silent. Unanyamaza tu. Unajua wacha ikuje, lakini nitaachwa kama nimesimama imara. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unayoonyeshwa kwenye siri si ya kukumaliza. Maana Mungu unayebeba ni Mungu mkubwa. Wacha usimame imara. Mungu aliyekuokoa ajulikane akipigana vita zako. Bwana asifiwe. Tiko kama kigota kia bahara, kigota kia mahoya. Haleluya. Ni hata Mungu anaona tu acha wanipige vile wanataka. Hata yeye anajua tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwambie Bwana pigana vita zangu zote. Gehazi si ati alikuwa kwenye siri, si ati hakujua. Alijua wametumana. Bwana asifiwe. Na haikuwa jeshi kidogo. Neno la Bwana linasemaje verse 14? Kwa hivyo akapeleka huko farasi na magari ya jeshi kubwa, wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Bwana asifiwe. Walipokaa kwa kikao, wakaachilia mafarasi, wakaachilia magari za vita ziende. Kuna kitu moja wacha nikuambie, ndio ushindane. Katika ufalme ule mwingine, wanajuaga ni nani anatuyubisha. Kwa hivyo wanapokaa kwenye makutano, wanaachilia jeshi na si hapa. Ni jeshi kuu ili zipigane na mtumishi wa Bwana aliye juu. Nataka uone ni magari magapi yaliachiliwa, ni farasi gapi ziliachiliwa, lakini ziliachiliwa kwa mtu mmoja. Katika ule ufalme mwingine hawapiganaji vita wakiwa peke yao, wanaungana wakiwa kikosi. Na wewe inastahili usimame wima, maana aliye ndani yako ni mkuu kushinda anayetawala duniani. Haijalishi wamekaa vikosi ngapi, haijalishi wameinua kafara ngapi. Elisha alitumaniwa vikosi nyingi na wakawa na magari ili wamuendee. Lakini kuna kitu hawakujua. Elisha alikuwa analindwa na Bwana usiku na mchana. Nilikuambia siku ingine usicheze na mwana wa agano, maana utaumia mwenyewe. Haleluya. Elisha alikuwa na agano ya kufanya kazi ya Jehova. Elisha alikuwa na agano, angekuwa mahali pale akitii sauti ya kibingu. Lakini mfalme wa Shamu, yeye hakuwa anaona nabii kama ni kitu. Kwa hivyo vita zake alitaka kupigana nazo physically. Kwa nini watu wengi wanashindwa vita? Maana wanazipigana physically. Haleluya. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema katika Waefeso 6:10, ati nikimalizia,
Ndugu na dada zangu, vita zetu si za mwili na nyama. Chenye unastahili ni ya kwamba chukua vitu zote ambazo ni za kuingia kwa vita, ili upigane vita vilivyo nzuri. Haleluya. Lakini mfalme wa Shamu alijua vita ni farasi. Vile watu wengine kumaliza watu wanajua gani kunena kinyume. Kumaliza watu ni kwenda kwa wachawi na waganga. Haleluya. Wacha nikuambie, walimuendea mtu wa Mungu maana walighadhabika na yeye. Haleluya. Si ujijue na ujijue. Kwa nini shetani anaghadhabika na wewe? Kwa nini shetani anasikia uchungu na wewe? Maana akipanga kumaliza, unamwambia hautamaliza. Akipanga kufanya accident, unasema hautafanya. Bwana asifiwe. Katika nyumbani zao za siri zaidi, kwenye wanafanya vituko, unakanyanga mahali pale, na jeshi la mbinguni unaharibu mipango yao, na Bwana anaonekana. Maana wanakaa chini wakiwa kikosi wengi, lakini ukiwa ndani ya Mungu unaweza fanya kazi kubwa. Elisha kajua kujeni tu, sitahama mahali nilipo, lakini Mungu wangu atajulikana. Si Mungu wako ajulikane, lakini lazima ujijue huyu wa huwe mai. Ninapigananga vita gani? Haleluya. Niliwaambia muache ile vita ya na wewe kuiga Yesu ndejoka cheki hatia. Haleluya. Nitaweka Yesu chini alafu nifanye nini? Tajua kuokoka si kubwa Haleluya. Bwana asifiwe. Vita zetu si za kuweka Yesu chini. Imagine Elisha hakuweka Mungu chini. Amuulize kwa nini Mungu, na nimekuwa nikitii sauti yako. Kwa nini mfalme wa Shamu atume wanajeshi wanikujie na ukawaruhusu? Unajua kuna mambo mengine ambayo Mungu anayaruhusu ya kuja kwenye njia zako, lakini si ya kumalize, lakini ni Mungu aliyebeba ajulikane. Watapanga kukuja lakini hawatakuweza. Watakaa kwenye vikao lakini watasabaratika. Waliokuja na njia moja, njia saba Jehova atawatawanyisha. Si ati hawatakuja, lakini kwa ajili ya nguvu ambayo imewekwa ndani yako, wakijaribu kukukaribia wataona miale ya moto na watasema tumekosea njia. Kwa hivyo usiogope maandalizi ya maadui zako, vile wanavyokupangia kinyume. Usidharibu kupotea kwenye vita zako. Ati tu waliongea kitu moja inanifurahishanga. Wanaongea mchana, usiku, na wataongea na itafika mahali watachoka wenyewe, na hawatazuia Jehova aonekane. Haleluya. Watapanga na watanena na Kwa hivyo ni wewe usimame gangani, ni wewe usimame wima, ni wewe ujue kinachotawala ndani yako, na ambacho ni kikubwa kushinda chenye kinatawala duniani. Yesu ni simba wa Yuda, na ujue ukikubali akae ndani yako, mahali popote unaposimama anaguruma, kila maroho zingine zote yanakimbia. Jielewe. Bwana asifiwe. Jua ni ndani huwa ako ndani yako. Neno la Bwana linasemaje? Wakafika huko katika verse 15, hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kupepa na jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule, mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Bwana asifiwe. Maana jeshi ililala ikijipanga. Ile vita unaugua mtu anaipitia haikuwa imepangwa asubuhi. Kuna kitu moja ninajuanga, vita ndio ushinde inaweza kuwa imepangwa for 8 years before you, or 5 years before. Haleluya. Wakati walipanga, neno la Mungu linasema walikuja wakazingira ule mji ambao mtu wa Mungu alikuwa.
na Elisha alikuwa starehe, hakuwa na shida. Neno la Bwana linasema yule mtu ambaye walikuwa wanaenda na Elisha Gehazi akatoka nje akiwa wa kwanza. Akaangalia hivi akasema, ole wetu, sijui tufanye aje. Haleluya, Bwana asifiwe. Ni wangapi wamefika kusema sijui nifanye nini? Maana mahali unaona msukumo, vita iko, hujui wanafanya nini. Hivyo ndivyo Gehazi alikuwa. Akajua sisi na nabii tumeisha. Na ndiposa ninasemaga kwenye vita wenye wanakimbiaga vita si wenye vita. Haleluya. Vita ni kupigana vita uitwe mshindi. Kama matendo yako na njia yako iko sawasawa na Mungu, hakuna maadui watakuvamia wakumalize. Maana neno la Bwana linasema malaika wa Bwana hufanya kituo cha juu ya wale watu ambao wanaomwamini Mungu. Kuna kitu moja ambapo Gehazi hakujua. Kuna macho ambayo Gehazi alikuwa anafaa kufunguliwa. Apia huyo mwingine funguliwa macho. Si ya usingizi, ya ndani. Haleluya. Si hii inaonekana physical. Bwana asifiwe. Mwambie kuwa na macho ya ndani. Maana wakati Gehazi alienda nje, alisema ole wetu. Maana alishindwa, tutapita wapi? Bwana asifiwe. Haleluya. Jeshi ililala ikipanga usiku, na wakaona kameiva. Ametoka ameenda kameiva sasa. Kajua moyo wa Ngai. Naomba dadi ura. Haleluya. Wewe uko starehe kwa nyumba lakini mji umevamiwa. Kuna kitu hawakujua. Mahali mtumishi wa Mungu wako kuna agano ya kipigu. Kuna siri hawakuwa wamejua. Mahali madhabahu iko ya Jehova kuna malaika huwa wanaachiliwa. Whether wapange mikutano gani, hakuna wakati ambapo wataweza Jehova. Hakuna wakati watapigana na mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Na huwa ninasema usiogope wachawi. Haleluya. What is your covenant? Ni covenant gani iko ndani yako? Usiogope bila waliongea. Haleluya. Usiogope na madharau yao, wachana na wao. Bwana asifiwe. Chenye unastahili kuelewa ni agano gani iko ndani yangu. Chenye unastahili kujua ambaye nimebeba, je, tuko na uhusiano mzuri na yeye? Bwana asifiwe. Unajua kwa nini maono huwa inashtua watu? Todwaro ikarata Ngai wendaga guikaratani. Koguo na wonio ni uguthira, ndomenyaga gutiri undu ngene gweka atia. Ni guthira. Ndekaneti ubiu ni ndungata na ndiraigua. Haleluya. Hata hakuna siri nyingine nitaisha. Lakini kwa nini Elisha alikaa comfortable hata wakati Gehazi alitoka nje akamwambia ole wetu, maana sijui tutafanyaje? Bwana asifiwe. Walio ndani ya Yesu hawatingiziki. Neno la Bwana linasemaje? Wamwaminio Bwana ni kama mlima Sayuni. Psalms 125 huwa inatimizwa na Jehova kwa watu ambao wamemwamini, ya kwamba hao wanaomwamini huwa hawatingiziki kamwe, maana wamemwamini Jehova. Si umwamini Bwana, maana hata ukisikia kuna yuba namna gani, unaamini Jehova. Haleluya. Etekia kayotingana na thina. Etekia kaitingana na mohoyo kwa wadu. Wachana na mitomba ya watu. Haleluya. Jehova anatazama ndani yako umebeba nini. Ni nini umebeba kwa maisha yako. Ili Jehova anaonekane ndani yako. Ili ukweli wa Jehova uonekane. Watajipanga. Watapanga kukuvamia. Wataanguka mbele yako. Wakipanga upande huu mwingine, bado wanaanguka. Maana kunaye mmoja ambaye hata kuachilia kamwe mikononi mwa adui. Haleluya. Bwana asifiwe. Okorone gochajwa ni tondu watungata wa Ngai. Wacha tuchajwe kwa sababu ya ukweli. Lakini ziko tabia zingine ambazo hazieleweki. Haleluya. Okoro togo sabio lego tudego hujio horo wa Ngai reke to sabio. Haleluya. Wewe kana imani. Elisha walimwendea maana alikuwa anatoa siri. Na ndiposa unaonaga katika ulimwengu wa kiroho, mtu
akiwa wa kufichua siri, mapepo haimutaki kabisa. Ndiposa unapataka wengine waligongwa wakanyamaza, maana walicompromise na ule mfalme. Haleluya. Huyu mfalme wa Shamu alitaka kumuogopesha Elisha. Alitaka aonekane ako na jeshi kuu. Lakini Elisha alikaa kiwa starehe, maana alijua aliyeniteua ako na uwezo na mamlaka. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasemaje? Tumefika mstari wa ngapi? 16. Akamjibu, usiogope. Haya ni matamshi ya mtu wa Mungu. Na ndiposa nataka kukwambia usiogope. Haleluya. Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja na wao. Gehazi akapata jibu, akapata neno la nguvu kutoka kinywani cha mtumishi wa Bwana Elisha. Akamwambia, usiogope, hata kama wanatoshanaje, hata kama wako na magari ngapi, hata kama wako na farasi ngapi, na sisi tu wawili. Haleluya. Walio pande yetu ni wengi. Haleluya. Inakubidi ufunguke macho, wewe mama, wewe kijana. Inakubidi ufunguke macho, uache kuogopeshwa na wachawi na waganga. Haleluya. Wewe usiogopeshwe na maneno ambayo wanayo yanena. Inakubidi umkubali Bwana na umwachilie ndani yako atawale. Gehazi akaambiwa, usiogope. Nalo neno la Bwana ambalo ninakukwambia, ile vita unaona kana kwamba ni kubwa, usiogope. Walipanga wakiwa wengi, lakini walio upande wako ni wengi kuliko wa upande wao. Kwa hivyo ni kusema, anayepigana vita yetu ni mkuu wa majeshi. He is the King of the king. He is the Lord of the Lord. He is the chief commander. Bwana asifiwe. Na yeye jeshi yote ambayo akitaka kuiachilia ili aokoe mtu wake, ataiachilia bila kupigwa na mtu. Elewa jeshi iliyo kando yako. Elewa watu walioachiliwa wa kukupigania usiku na mchana. Bwana asifiwe. Usikae kama mtu mwenye hajielewi. Usikae kama hao watu wa dunia. Watu wa dunia wanakaanga wakiyumba yumba. Funguka macho ya kiroho. Bwana asifiwe. Akamwambia ya kwamba usiogope. Hayo mambo unaona vile wamekuja, wewe usiogope. Neno la Bwana linasemaje verse 17? Na hiyo ndio wewe unatakiwa katika maisha yako. Usiwe mtu wa kuendaga tu kwenye magoti lakini hausaidiki. Bwana asifiwe. Maana Jehova aliponena na Elisha, akamwelezea Gehazi, usiogope. Aliona hiyo haitoshi. Aliona bado Gehazi kuna kusita sita. Vile naambianga mtu, pokea Bwana akuinue. Hiyo ni kwa barario. Bwana asifiwe. Na ni kwa tu ya nitokuwa babi, ya nitokuwa huru. Yani roho ya kusita sita, kuto abini. Haukuwa peke yako, Gehazi alikuwa. Na ni vibaya sana ukiandamana na mtu mwenye mbebeba upako mkubwa lakini huelewi mwenye mbebeba. Bene tashwishi, tashkuwa na tashwishi inazuianga wengi kwenda mbali. Gehazi alikaa na Elisha lakini hakupokea. Bwana asifiwe. Maana wakati alikuwa ananenewa hakuwa anashikanisha mambo mengine. Na ndio iliwapasa wakati waliletewa zile vitu za dhamana na Naaman, Elisha akakataa kuzipokea. Nani Gehazi alifanya nini? Alijificha. Na imagine wakati alijificha, akirudi alikimbia kabisa, akasema nimeabua mkubwa wangu amefikiria ugali zingine. Yaani mtu mwenye amekaa na mafuta tafadhali kabisa. Na kama mtumishi wangu amekataa, halo, alifaa kufanya nini? Hata yeye achane nayo. Alifikiria kujua, alishindwa kujua Elisha ndiye mkubwa kwangu. Kwa nini nikibizane na vitu ambazo amekataa? Haleluya. Akakimbia akazipokea. Neno la Mungu linasemaje? Akarudi Gehazi, akakimbia akazificha, akaenda kwa nabii. Elisha akamuuliza, Gehazi ulikuwa wapi? Nilikuwa tu hapa tu. Nyuma hamunene. Haleluya. Halo.
Dukata tulio hamwe gutire handu thie. Tulio hamwe tu. Ndio no mwana kanyumba kale oyuma. Naye Elisha akamwambia, moyo wangu ulikuwa na wewe. Na hivyo ndio huwa ninaambia watu hamjui vile Mungu anafanya. Moyo wa mtumishi wa Mungu ukipatiwa watu walinde, anaendanga na wao popote wapo. Anaachanaga nao wakati ameondoa kwenye kabari yao. Nikiondoa mtu kwa kabari yangu ndio hatutaandamana na yeye, lakini kama kwa kabari yangu hata akienda wapi. Bwana asifiwe. Huyu tu. Wacha tuatane, hiyo ni story ya another day. Bwana asifiwe. Unaona vile mnaiangalia. Bwana asifiwe. Imagine anajificha mkubwa anakimbia. Tumegate. Kikiria tu yoga tidigi hota kwigurira munene na wana au gade kwende ni nego. Ni maundu maria twarega wende wetu anio ili ukumahota. Nenda kwiro udukari ndio kera mutungate. Roho wa Gehazi. May the Lord help us. Na ongelea juu ya huyo Gehazi, si mwingine. Huyo mwenye alijificha mafuta. Akaenda akafanya nini? Si unajua kale ka story vile kulitendeka? Kama hujui nitakuelezea. Bwana asifiwe. Huyo Gehazi ndiye naongelea. Ndiye ambaye mtumishi wa Bwana anajaribu kunena na yeye. Who are you? Wewe ni nani kwa Mungu? Wewe ni nani kwa mtumishi wa Bwana? Bwana anakuwa ukiwa nini? Bwana asifiwe. Haleluya. Gehazi alijaribiwa kuona jeshi ambalo lilikuwa kaona wataisha. Verse 17 neno la Mungu linasemaje? Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi, mfungue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Kwa hivyo kumwambia usiogope haikutosha. Elisha akaomba mbingu, akaambia Bwana na kuomba umfungue macho. Bwana asifiwe. Unahitaji mambo ya ndani ili uweze kushinda vita. Unahitaji kufunguka macho ya kiroho ili uone pale mbele. Usikae mtu ambaye ni kipofu wa kiroho. Bwana asifiwe. Elisha alikaa na Gehazi, lakini wakati vita zilikuja, Gehazi alikaa kusita. Hakujielewa. Bwana hataki watu wa kusita. Bwana anataka watu wamefunguliwa macho. Mwambie Bwana, nipe macho nione vizuri. Nataka kuona kwenye ninaenda. Nataka kuona ni kina nani wako pande yangu. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo Gehazi alifunguliwa macho, neno la Bwana linasemaje? Aliona magari ya moto na farasi zimezunguka Elisha zikiwa na moto kando zote. Si Jehova akufungue macho uone mbingu imekutumania, uone Jehova amekuzingira. Watapanga na hawatakuweza, maana ulinzi wa kibingu uko pamoja na sisi. Jehova ameachilia ulinzi kwa walio wake. Jehova achilia ulinzi juu ya maisha yako. Wacha kutafuta msaada, waganga hawatakusaidia. Funguka macho ya kiroho. Kufanya kakara hakutakusaidia. Funguka kiroho uone mbingu, mambo iliyoandaliwa kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Gehazi alifunguliwa macho ili aache kuona Elisha mtu wa kawaida. Na ndiposa huwa ninasema watu hawajui Mungu tunayefanyia kazi ni nani. Makuwa kanileta ka ordinary huo tu. Haleluya. Mwedia wa kuo. Mwedia wa haleluya. Bwana asifiwe. Oyo na mutakiri hadu hanene ya kithi. Ona kumada ngome na mutakiri hadu hanene. Bwana asifiwe. Gehazi akafunguliwa macho. Akaona haya magari yamezingira, sio yeye. Nataka uone neno la Bwana limesema nini. Ilikuwa imezunguka nani? Bwana asifiwe. Neno la Mungu limesema ilikuwa imegeuza nani, imezingira nani? Ati Bwana akafumbua macho yake mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha
tumepigwa, but we are the beneficiary of the security of heaven. Bwana asifiwe. Security ambayo huwa inaachiliwa kwa watu wa Mungu hailipwi. Haleluya. Maana sisi ni mabarozi. Watapanga lakini pigo imeachilia. Si ati Mungu hajui. Si ati Mungu hajui ile shida unaendea. Si ati Mungu hajui kile kilio unalia. Chenye unastahili kufunguka ni macho. Amsha huyo mwingine mwambie funguka macho wewe. Unalala mpaka ya physical. Hello. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwambie funguka macho. Haleluya. Maana ukifunguka macho utajua ni nini kimekuzingira. Utajua ni nini kimekuficha. Elisha alikuwa na kitu moja. Alijua hakuna vita ambayo inaniyubayubisha. Kuna kitu moja huwa nafurahia. Elijah pale mbele, Elijah mwenye aliachia Elisha nguvu, alikuwa amekimbia kwa sababu ya Jezebel. Lakini huyo Elisha hakukimbia. Haleluya. Maana wakati Elijah alikuwa anaenda, Elia akienda, aliulizwa unataka nini? Akasema nataka nguvu mara. Kwa hivyo kama alikuwa na uoga, sitaki uoga yako, nataka nguvu mara mbili. Bwana asifiwe. Akamwambia chenye umeniomba ni kigumu, lakini kama macho yako itaniona nikipa utapokea. So nataka uone ile ujasiri ambayo ilikuwa na Elisha. Maadui wamesema tunaenda kumvamia. Jeshi la Shamu limeambiwa endeni mumbebe mumlete. Anajifanya muonaji sana. Atu tena wale dikide yeito. Anafikiria tumeona wangapi wako na mafuta. Haleluya. Hawakujua siri. Unajua mapepo haijui siri yako isipokuwa ni wewe unaongeanga sana. Haleluya. Wewe tu akionimo kionimo no kioni. Ndio sitia ukora kioni kinya kuikoma. Haleluya. Usimwambie wacha kuwa kioni kwa shetani sana. Bwana asifiwe. Mwambie vitu zingine nyamaza. Haleluya. Vitu ngare madunga ndio kweli igoro ule hanaga kia. Bwana asifiwe. Nyamaza na siri zingine. Elisha walikana Gehazi lakini hakumjua. Na ndiposa unaona kuna vitu zingine tunafanyanga ikitimia. Maana tukisema mbele kama haijatimia, we Shetani Mungu anatoa kwa msidi. Macho yako yafunguke. Ujue ni jeshi gani ambayo imeachiliwa mahali huko. Ujue Mungu ambaye anapigana vita yako ni nani. Yeye si mwanadamu. Yeye hachokagi. Kwa nini wewe unachoka? Kwa sababu haujafunguliwa macho. Kwa nini haujakata kauli ya kufuata huyu Bwana? Maana upofu wa macho ya kiroho bado inakubeba. Haleluya. Badilishwa mawazo. Badilishwa macho yako. Wacha kuona kama mtu wa kawaida. Kwa nini Elisha alimuomba Bwana? Alitaka macho ya Gehazi yabadilike, yaache kuwa macho ya ukawaida. Lazima tufunguliwe macho. Tujue tukiomba Bwana nchi yetu itakuwa na amani kila mahali. Badilishwa macho ya kuona. Wacha kusema kuna shida, Jehova akubadilishe. Wacha kuona watu kuuliwa, ona watu wakiishi. Lazima macho yako ya ndani yafunguke. Uwe barozi aliye mwema kwa ajili ya mbingu. Neno la Bwana linasemaje? Nalo taifa ambalo limeitanishwa na mimi watakapoomba na kunirudia, nitaponya nchi yao. Usione ubaya wa nchi yako, wewe funguka macho ya kiroho. Hallelujah. Sinaona na kama ni hujui kusema amen because you are just there. Gehazi told you where are you? Bekuwe. Gehazi era godwete kia. Mama getorera gwatokaga gwete. Tutiamukagira mothe kimani tukamukagira mothe tiga giurimo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tuduamukira mothe ni uguthi. Gehazi anaombeba ombi, funguka macho. Bwana asifiwe. Chenye wewe unahitaji ili kazi yako isimame. Chenye unahitaji ili jamii yako isimame.
Chenye unahitaji ili nyumba yako isimame ni kufunguka macho. Ondoa macho ya physical. Hivyo katika kutuwagira ndo na physical eyes, utafaulu. Wakati utaondoka kwa haya macho, haleluya, physical eyes, uingie katika ulimwengu mwingine ambayo Elisha alimuigiza Gehazi. Si Mungu ninayetumikia akuingiza kwa hiyo eneo. Bwana asifiwe. Akuonyesha jinsi ambavyo utashinda, akuonyesha vile utakavyoenda mbali. Bwana asifiwe. Wacha kusimama na uoga, wacha kusema na jaribu naona kama nitakufa. Hautakufa. Hallelujah. What you need to be open the inner eyes, macho ya ndani. Hallelujah. Sasa naweza kuona mbali kwa Roho Takatifu. Oh, sasa naweza kuona mbali kabisa kwa Roho Takatifu. Bwana asifiwe. Gehazi aliona tu kimwili. Mambo yako unaitatuaka aje, kiroho ama kimwili? Unajua kuna ingine Paulo alisema lugha anaendelea aliyatadeke. Defa uroni mwenyewe. Kwa hivyo mume ndiye dini wake. Yako natatuaga mara ngapi ukiwa wapi? Hello? Unatatuaga mambo yako ukiwa wapi? Funguka macho. Apia Bwana, nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Bwana asifiwe. Hiyo ndio umekosa. Nikio kiali ya waraja we mweleine. Ukikata kauli unakata ukiwa kwa mwili. Pewa macho ona pale mbele. Haleluya. Yaliyofichika kwa macho haya, kwa kiroho haitafichika. Ukijua chenye Bwana amekuwekea pale mbele, utaharakisha sana kumtafuta usiku na mchana. Hautakuwa renga, hautakuwa fugufugu. Haleluya. Hautaenenda tu mbele za Bwana uenende. Utaenda ukimaanisha, ukijua ninachomuita Jehova lazima itaachiliwa kwa mikono yangu. Bwana asifiwe. Funguka macho uone ukishinda. Funguka macho uone ukienda mbali. Watu wengine huwa wanajudge kazi zao na midomo yao. Nikanijua na wewe unekogoleka atia. Maana ni mwili ina judge. Nikanigia hiyo neneme toneko kera koho. Funguka macho ya kiroho ujue ni nini naendelea. Ni madira gadia na gadiororoka wake ogediororoka. Haleluya. Mwenyewe anajitatia mambo yake na mwili. Funguliwa macho uone mwanga wa Mungu. Maana Daudi akasema, tangia nikiwa mdogo na sasa niko mzee, sijaona mwenye haki ameachwa na Bwana. Bwana asifiwe. Lazima wewe uwe na ushuhuda wako. Huyo alikuwa Daudi. Wewe uko na ushuhuda mgani unaweza tolea mtu? Unaweza tolea nani ushuhuda? Encourage. Umwambie nilikuwa naona kama nitamalizwa, lakini nilipofunguka kiroho, vita yangu yote nikajua kunaye anayenipigania. Bwana asifiwe. Jeshi litapanga kupigana na wewe, lakini kunao majeshi ambayo ni mengi na makuu yameachiliwa kutoka kiti cha enzi, na kamwe hautaisha. Hawatakuweza. Watakaa kwenye mikutano wakipanga ukufe hii mwezi. Wanaye Bwana atakufichuria mambo yanayofanyiwa wakiwa sirini. Si uwe na macho ya kufichuliwa mambo yote yanayofanyiwa sirini. Jamii yako isiangamie, maisha yako isiangamie. Wakipanga Jehova kuonyeshe, akwambia haya ndio masaa, wanazunguka wakiwa uchi. Si Jehova kufungue macho ya kiroho mahali unapakiwa vibaya. Si ufunguke macho ya kiroho watoto wako wakipakiwa, kazi yako ikipakiwa. Unahitaji macho ya ndani. Haleluya. Bwana asifiwe. Ili upigane vita. Ndoga kwa mimondo wangu soka na dhudha. Wewe kazi yako ni kurudi nyuma. Kila wakati wewe ni wa kurudi nyuma.
maana hauna macho. Si Jehova akufungue macho, maana mtu aliyefunguka macho wetimodo wa setback, wetimodo wa stagnation, huyo mtu hakuna kitu inamuondoa kwa Mungu. Huyo mtu hayubayubagi, maana amefunguliwa na macho ingine, anaona bali. Haleluya. Chenye unahitaji ni macho. Uache kulalamika. Tika kuikarata mundu wa nduriri. Wacha kukaa kama watu ambao hawajui Mungu. Ukilia unalia kama watu wa kawaida. Bwana asifiwe. Vita zako unataka kupigana kama watu wa dunia. Kwa nini? Kwa nini utatue mambo yako kama watu wa dunia? Funguka kiroho, utatue mambo yako kiroho. Jiulize kwa nini hii vita ikuje. Ingia kiroho, ufunguke kiroho, na ujue Jehova hajakuacha, mbingu haijakuacha. Kuna kitu moja huwa ninajua, usiku na mchana Jehova analinda watu wake. Kwa sababu ukifunguliwa macho utayashinda yote. Haleluya. Watakupatia miezi uende nyumbani. Watatupatia miezi uende ukiwaomba msamaha. Hawatakuona. Wakaga usio nini heaga ilio. Na wenejetere Mungu anakufungua macho. Ate timari ugatia. Tutikomona. Au. Mtu aliye na agano usiku na mchana kona ulizi wa kibingu. Wewe si mtu wa kutishatisho na vita ambazo ni physical. Bwana asifiwe. Simama vilivyo. Chukua vitu zote unazostahili kuvaa ambazo ni za vita. Bwana asifiwe. Wacha mawazo yako yatengenezwe na Mungu. Wacha ulimi wako utengenezwe na Mungu. Ujue wewe si wa kupigana vita ya ulimi. Unapofunguka macho, unajua ndio wako wengi, ndio wameitana mkutano, ndio wamepiga kambi, lakini nakushukuru Bwana, maana umeachilia magari ya vita, umeachilia magari ya moto. Hakuna mtu ataweza kulifikia. Wasikufikie. Hata kama watakuja wakuwekea dawa kwa marango, wakiweka dakame ya Yesu inaderera. Malaika wa ulinzi, hata kama watakipia kwa watoto wako, mbingu ikulindie watoto. Wakikimbia kwa mambo yako, Jehova anapokufungua macho ya ndani, huyo malaika anakimbia. Haleluya. Ndio maana fatara uko na malaika ametukia. Watu ambao wapumzike. Watu wanajua vile wanastahili kufanya. Usiwe na watu reze. Ukiwa na kitu rezi, ukiwa rezi mwenye uko naye rezi, kuwa mtu wa haraka. Bwana asifiwe. Egazi alikuwa pale lakini hapo amefunguka. Elisha akasema Mungu nakuomba tufungua nani? Imagine kuna mtu unasema mwambie usifungue huyu ajue huyu wa hia. Wewe ni nani kwa haya madhabahu? Hawakujui. Haleluya. Unajua watu wengine watafanikiwa na watainuliwa wakielewa who is God. Gaino haha. Nona agimaka mukira irazo mahata uko gaino. Dukia mukira kidoka ni mahata uko gaino. Gumu sana. Sasa Bwana asifiwe. Haleluya. Dukia kwa hiyo utanirata uko gaino. Ulikiro wagiro bana ukaunga no kuruelile. Wakati vita zako zitapigana utasema ni wewe. Hello? Wakati maombi yako Mungu atajibu utasema ni wewe ulijibu. Nimekuambia utazame uone Elisha. Alikaa starehe tu. Ni macho yake ndani yalijua wako. Lakini akajua Gehazi ni muoga. Alienda akasema tutafanya nini sasa? Haleluya. Wataongea. Na nikijuga mundu ageshiria nego kunyarara tibia nyararete na uguo. Haleluya. Walipagia Elisha lakini ni Mungu alikuwa wamepangia. Bwana asifiwe. Ukienenda hapo mbele uendelee. Neno la Mungu linasemaje? Elisha alisema Mungu wapige na roho ya upofu. Ndio wamekuja wapige na roho ya upofu. Hawakuona Elisha vizuri. Watatumaniwa kwako, mtapitana na wao kwa barabara. Haleluya. Wewe utawaelewa na utawajua oko mahetoka o magegweda. Kama leo mnangoja nani? Kuna mtu tuliambiwa amevaa nguo ya red na anakaa hivi na ngojeeni kama nyanda tulimoto nini muoheti. Bwana asifiwe. Katika watu wote wametumwa kutoka kuzimu juu yako,
kila watu wote ambao ni wabaya wakikuja kukutafuta ama uzao wako, Jehova awapige na upofu, wasikuone. Watakaotumwa kwa kazi yako wasikuone, watakaotumwa kwa jamii yako majima hetokete keketi. Haleluya, Bwana asifiwe. Wajipata wamepita gate majima karoge hao makiuga magajioroko kanigo mundu asiaje ukakwa umanga yagakwira umali uone, maana ulikaga ngari macho ya kiroho. Nataka uone mchawi akiroga gate yake alezi ile kwa nywele katia, maana wewe haukulala. Kiroho haitaki mtu wa kulala. Bwana asifiwe. Elisha alisema ndio Bwana wamekuja, umewaleta kwa mikono yangu, lakini wapige wote na upofu. Hii mwaka maadui wote ambao huwa wanaona baraka zako wanazuia, wapigwe na upofu, wapigwe na upofu. Maadui wakutaka kukumaliza, ukisema amen pokea. Hii hailazimishwi, wewe nyamaza, wewe fanya tu. No ikuya dumakira kamarenda kokoro covenant na daimono. Bwana asifiwe. Usikue covenant na wao. Unajua shida wanakujanga magago thuvuria makame na nehende kererwa. Bwana asifiwe. Teri joge makame na mundu wanogete biyo nehende irathimo iroka agoka teri joge yokago. Haleluya, Bwana asifiwe. Ngai ni mwega, muri na mwari wa ithe witu ni ona ndire uru na Ngai no mwega. Bwana asifiwe. Tukinya hali nawe igathie kenyuaga maana wanajua wakati wako huu mwaka wasikuone. Amen. Bwana asifiwe. Ile gharama utalipa ya kumtafuta Bwana, wakikuja kufikiria watakujwa kwako, wapatwe na kisurisuri, wapatwe na giza, baraka zako zisionekane, watoto wako wasionekane, nyota yako isionekane. Magari ya Mungu wema wanashindwa na wewe. Ukipita wanakuona sio makala na dhudha. Haleluya. Anapita aje? Bwana asifiwe. Elisha alijua wako kwa mikono yangu, lakini hivyo mnafikiria hivi tatupiganagi hivyo. Neno la Mungu linasema akawaambia, sikizeni wanajeshi, mlietumwa kwake sio mimi. Haleluya. Atomwako madikereria hii kule motomezo tikolenie. Haleluya. Maana aliyenituma ni Simba wa Yuda. Kwa hivyo wamekosea njia, wapatane na upofu wa kibingu, njia zao zisipitike. Wakijaribu kupita njia, wapatane na damu ya Yesu, zijawe na miterezi. Njia zao zote wasijaribu kupanda kukufikia, maana wewe umefichwa. Haleluya. Makinyire kabeine Elisha akemera tini muletha mundu adwaya omumetumwa na mfalme wa Shamu sio mimi. Kujeni munifuata tu. Haleluya. Alikuwa wanaenda tu wakifuata. Maadui watafuata nguvu za Jehova. Bwana asifiwe. Watafuata nguvu ambazo walitaka kumaliza. Watatumwa watumalize hiyo nguvu, wakamate, waanze kufuata huyu Yesu. Watatumwa wamalize maisha yako, lakini wakifika mahali huko, ile nguvu Jehova amekujaza, watetemeke chini na waanze kujiongea. Lazima ujielewe, macho yako yafunguke. Tinamo ikarage sisio ya kukehana aduma ueleweki. Haleluya. Tiagadira usiara inigusa hiyo. Unavuruta laini ikiwa wapi? Ndani ya roho. Roho wa Mungu akae ndani yako. Tiago tena ndikuzendeleka hatia. Roho wa Mungu akiwa ndani yako, ukikaa hivi na kupeleka wewe. Hakuficha na kukimbiza. Lakini ukituambia unataka kuchukua itabidi ulale ndio uvute laini. Haleluya. Hii ya Mungu. Imagine Elisha akasema wamekuja, wacha nivute laini. Naona kama nilikiki. Haleluya. Kama mtu ambaye amejisikia. Kitabu wakuja kwake alikuwa amejisikia. Tuondoe upofu wa kiroho. Nikikira tumasaitani atohofanelie. Haleluya. Ndio tu Mungu inagaia kwa henda todwe menya. Haujielewi. Elisha hakuwa kipofu. Aliwakota akawaambia mwenye mnatafuta sio mimi. Neno la Mungu linasemaje? Aliwapeleka mpaka Samaria. Akawafikisha Samaria, mahali ambapo mfalme wa Israeli alikuwa.
Akawaambia ndiwaya tia magetu aneo moi muno. Haleluya. Ndio hao walikuwa wametumaniwa wanipeleke. Wakati walifika kwenye mji wa Samaria, neno la Mungu linasema, Elisha akasema, Jehova, igora duaya, wafungue macho. Watafunguka wakati umewafikisha katikati. Wajue wewe si mtu wa kawaida. Haleluya. Na ndiposa nimekwambia maadui wote wasikuelewe. Wataelewa ukitokezea. Jehova awagonge na mpofu. Asio magata yesioneki. Ahukia sioneki. Gayarama higa maido. Mwebele wango kago konina. Dokana kie. Gaya kama niita maguru. Eya magakoro makienda kuwaka oprismission. Matikana kinye harioni. Hata kwa watoto wako wasikanyange. Kazini yako wasikanyange. Jehova kutayarisha mapema. Funguka macho ya ndani. Uelewe wakati unapakiwa mabaya. Fungua macho ya ndani ili usimame wima. Wokovu wa Jehova uonekane maishani mwako. Bwana asifiwe. Mungu alionekana ndani ya Elisha. Maana wakati ambapo mfalme wa Israeli aliulizwa, alimwambia niwaue, hawa niwaue, aya jorage, aya wadehera. Aliwaambia hapana. Waliotiwa kwa mikono yako usiwamalize. Bwana asifiwe. Wewe wapatie cha kukula na cha kukunywa. Alafu marekererie meke atia. Haleluya. Na nikijugara watu marenyarara giki na moka mena mathina no kama hoera. Dikale kama vile wakikuja hapa nitawaombea. Haleluya. Ati waliojileta, walio nasiwa na Bwana si wa kumalizwa. Bwana asifiwe. Mfalme angefanya adhabu, angejilipishia. Mungu akileta watu waliotaka kukumaliza wajinene ndani yako si wamalize. Waachilie wafanye nini? Waende. Geretie vyo kukonina na ndidekatia. Ani daremo nini ubefi wewe mwite. Bwana asifiwe. Wacha adhabu, waachilie waende kwa amani. Waachilie waende kwa amani. Usilipishe kisasi na wao. Ni Mungu alikushindania. Bwana asifiwe. Maana walijifanya wamejihami vizuri, lakini Mungu hakungojea wakumalize. Usikawailipisha kisasi. Ati nisikia na wewe kodao. Gomuruma hakuonekei. Oh. Aha. Watu wanastahili toba. Tego gomuruma kwa neguo. Bwana asifiwe. Haleluya. Nitugo Jesuga tuamshie huyo Yesu yaku edera yameya. Unajua hapa kuna watu wengi sana wanastahili kuombewa waokoke. Juu wakati Mungu alileta maadui wao kwa mkono, nyokome alijua wewe haufai kufanya hivyo. Bwana asifiwe. Mungu amewaleta kwa mikono yako maana anajua nguvu ulio nayo. Walipanga kukumaliza lakini hawakukuweza. Tuondoe vita za mwili. Halo? Tuondoe vita za mwili. Mama Breda, tuondoe vita za mwili. Iyo kimenye kiorio kiri namba gugicokia ciugo gukiruga moguo. Na ndimo haire ciugo ageririe gukomeka atia. Iyo ni mwili na damu. Vita yetu ni hapa magoti. Bwana asifiwe. Tumepatiwa nguvu na mamlaka. Elisha chenye alitumia tu. Jehova fungua hawa watu. Imagine vile tu alikuwa ametumia hilo jina, fungua Gehazi macho akuelewe. Hivyo tu ndivyo alisema wafanye vipofu. Na diposa nimekuaminia na nikakwambia amini Mungu, ile njia utakayopita ikiwa na maadui wafanywe vipofu. Ukitokezea pale bila ukiinuliwa Mungu awafungue. Bwana asifiwe. Ile njia utapitia ya kuinuliwa wasikuelewe. Maana wakifunguka macho watakumaliza mbele. Na diposa ndoto za wengi zimezibwa. Kwa nini? Wengine walifunguka macho. Na wewe unawafanya ni marafiki tu. Muko na wao tu. Unawafanya tu marafiki. Kupe, ogo ikara hado hamwe matai.
Jehova anakuonyesha unaenda, lakini you are there mark time. Bwana asifiwe. Maana macho ya kiroho haijafunguka kujua ni nini unapelekana nayo. Jehova akufungue macho uone bali ushindi ipatikane. Haleluya. Naye Mungu ainuliwa milele katika maishani mwako. Simama na miguu yako, mwambie Bwana, nifungue macho ya ndani. Niache kupigana vita zangu za mwili. Ambia Bwana, enenda tu mbele za Bwana. Mwambie nifungue macho ya ndani. Sitaki kupigana vita ambazo ni za kawaida. Ndio unataka kunipeleka mbali, ndio unataka kuniinua, lakini naomba hekima na maarifa, nitaweza kupigana vita zote. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea nawe, pamoja nawe, pamoja Bwana, pamoja nawe, katika safari yangu twatembea nawe, basi kutaka ili niheshimiwe, hayani kutema shaka sawa nawe, pamoja Bwana, pamoja Yesu, pamoja na wewe, hayani kutema shaka sawa nawe, Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea nawe, pamoja Baba, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea. Abia Bwana kufungue macho ya kiroho uone mbali, ili ushinde zile vita. Si wakati wa kuogopa vita. Chenye unahitaji ni mambo ya ndani, macho ya kiroho. Ita Bwana, mwambie ni nini unachotaka. In the name of Jesus. Mwambie Bwana, nakuhitaji wewe. Ni wewe Bwana tunahitaji katika maisha yangu, nakuhitaji zaidi. Katika njia zangu nakuhitaji. Kwa sababu wewe ni mwema. Kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa sababu wewe ni mkuu. Utirika yuko mwana tawe. Utiri moyo kakudu hana tawe. Wabuti ya mwana gabo. Natangaza atashinda. Hata watu walio wako watashinda. Bali wewe ndio unapigana vita za wanadamu. Bali wewe ndio mshindi juu ya maisha yangu. Natamani Bwana kushika mkono na wewe katika jina la Yesu. Ni mashamba na muzia. Ni mashika tawa muzia. You are Jehovah, you are the King of Kings. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Namshika baba yangu. Pokea kwa Bwana wewe. Na kutukuza na kuabudu. Kwa sababu wewe ni mkuu.
sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa Baba, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu maishani mwetu, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa mwenye vita zote, umeinuliwa, ambaye umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu ya kanisa, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, oh, umeinuliwa juu ya falme zote, umeinuliwa, umeinuliwa, Yahweh, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, oh, umeinuliwa, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa, umeinuliwa, oh, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, oh, umeinuliwa uweza ya yote, umeinuliwa, umeinuliwa Yesu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, oh, umeinuliwa juu ya wafalme wote, umeinuliwa, umeinuliwa Yahweh, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, oh, umeinuliwa maishani mwetu Bwana, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, oh, umeinuliwa watu wakujue wewe, umeinuliwa, umeinuliwa Yahweh, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa twasema, umeinuliwa juu ya milima yote, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa Bwana, umeinuliwa juu ya majina yote, umeinuliwa, umeinuliwa wewe, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa, oh, umeinuliwa mwenye vita zetu, umeinuliwa, umeinuliwa Yahweh, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa, umeinuliwa twasema, umeinuliwa twatangaza, umeinuliwa juu, uliyemwokoa mtumishi wako Elisha wakiwa na Gehazi wakati ambapo walipangiwa kumalizwa. Bwana, wewe uliinuliwa zaidi na maadui wakarudi makwao, maana uliinuliwa na ukajulikana wewe ni Bwana. Mchana wa leo umetunenea, na wakati ambapo Gehazi hakuelewa hizi vita zitafika wapi, aliombewa afunguke macho ili aone urizi umeachilia kwa mtumishi wako. Nami naombea watu hawa hata wenye wako online, Bwana wafungue macho, waache uoga, waache kuogopa, ili wasimame wima, wafungue macho ya kiroho, wajue mambo yanayofanya walie, hakika utawafanya washindi, wajue yale magonjwa wako ndani yake hawatakufa katika jina la Yesu. Fungua watu wako Bwana macho ya ndani ili wakuone Bwana ukipigana vita. Pigana vita za wanao, pigana vita ya kanisa, pigana vita Jehova, kila area ambayo watu wanakuaminia, wafungue macho. Yale mambo yamekuwa milima mbele ya watu wako
hawajui waendelea ama warudi nyuma. Jinsi Yesu ulifungua macho Baba, Gehazi akaona bahari. Fungua wanao Jehova, fungua wanao kutamani, fungua macho yao Baba na Mungu wangu. Vioo vinavyoona giza, natangaza damu ya Yesu. Maono iliyozimwa sasa ianze kuwaka tena katika jina la Yesu. Nimekataa watu wako kuwa na upofu wa kiroho. Fungua wanao macho ya kiroho ili waone bari katika jina la Yesu Kristo. Nimekataa upofu wa kiroho. Wengine waligongwa macho ya kiroho wakati walionekana wanaona bali, wakati waliona wanafichua siri. Baba yangu, wewe ni mwingi wa rehema, natangaza wafunguliwe tena. Upofu uondoke kwenye macho ya kiroho, upofu uondoke, uwete uondoke, wote wa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Hawa watu wataenda bali, maana utawafanya wapite katikati ya maadui na hawatawaelewa Bwana. Hawa hawataisha. Natangaza katika miezi tumebakisha, kama kuna maadui wamefunguka macho ili wamalize wanao Bwana, natangaza wagongwe na upofu. Hawatajua watu wako wanapopokea baraka. Roho wote wawara olewehinyangira andu aku ukandai bati irathimo nakararia roho wawara. I decree watu hawa watapita, hawataonekana katika jina la Yesu. Roho wa Derijoge uliotoraga angaine shiadu aku, ondoa kila roho ambayo huzuia watu wako kukuona. Ondoa kila wingu ambalo ni la kimapepo, wingu la giza ambayo inafunikwa watu wako Baba wasikuelewe. Giza iondoke, maono ifunguke katika jina la Yesu. Na wafungulishia macho ya ndani, wajue mambo yaliyo sirini juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Waliokamatwa mikono yao, akili zilizokamatwa zikapofushwa, watu hawajielewangi. My Father, my Redeemer, nafungulisha mawazo ya watu wako, nafungulisha mawazo, nafungulisha akili. Watu wafunguliwe, walio online, walio kwa kanisa, akili zifunguliwe. Anza kuona mwanga, anza kuona Jehova akikuinua, anza kuona ukienda bali. Funguka kiroho, funguka kiroho, funguka kiroho, funguka kiroho. Receive your freedom katika jina la Yesu. Fungukeni muone makuu ambayo Bwana amemwekea. Mtapigana vita na mtaenda bahari. Roho yote ya uoga haina nafasi. Hamutaisha, hamutakufa mapema. Magonjwa, watu waliogonjeka wanaona kana kwamba watakufa. Fungukeni macho, muone Bwana akiwaponya. Fungukeni macho, fungukeni macho, muone Jehova akiwainua. Biashara zilizoanguka, fungukeni macho, muone Bwana akiwainua tena. He is the Lord of another chance. Bwana wainue, Bwana wainue. Maono iliyozimwa ikafunguke tena. Ndoto zilizogongwa akematirotaga, ndoto zilizimwa na mapepo, nimewafungua tena in the name of Jesus. Mungu ninayesimama mbele zake, Mungu ninayetumikia, hawaondoe upofu wa maisha. Watoto wenu waondolewe upofu wa masomo, watoto wenu waondolewe upofu wa maisha. Kila upofu uko ndani ya ndoa zenu, upofu uondoke in the name of Jesus. Anza kuona mbali, anza kuona ukifanikiwa, anza kuona ukiinuliwa, anza ukiona ukiishi katika jina la Yesu.
Uinuliwe Bwana na utukuzwe unapotenda makuu na haki juu ya maisha ya wanao. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Shangilia Jehova, shangilia Yesu.